Yesu anataka tuwe nuru kama mshumaa wang'aao usiku katika dunia hii ya giza. Mahali popote wewe ng'aa, mahali popote wewe. Niko na dada Irene ambaye yeye ni miongoni mwa wakufunzi wa semina za idara ya watoto katika eneo hili la Mpanda, ambalo walikuwa hapa kuanzia siku ya Jumatano na watahitimisha siku ya Jumamosi tarehe 9. Lakini sasa kutakuwa na uzinduzi wa begi langu la kanisani. Hebu tumsikilize kwa machache ambayo ametupatia kupitia semina hizi. Karibu dada Irene. Asante. Kama nilivyotambulishwa, tuko hapa tangu siku ya Jumatano. Tuko na semina za mafunzo kwa idara ya huduma za watoto na tumefanya kanda ya Katavi. Katika kanda hii ya Katavi iko mitaa 12. Na katika mitaa hiyo wapo wajumbe mbalimbali ambao kwa pamoja tumekuja kama walimu, kama washiriki, kama wazazi. Lengo kubwa ni kufungamana katika uinjilisti na uwakili kwa watoto. Na hitimisho la semina hizi litakuwa ni siku ya kesho tarehe 9, siku ya Jumamosi. Na katika siku hiyo tuna programu kubwa sana ya uzinduzi wa begi langu la kanisani. Na katika uzinduzi huo tunatamani kila mtoto, kila mzazi aelewe lengo hasa la begi langu la kanisani ni nini na kwa nini limeletwa. Na tunatamani kila mtoto awe na begi lake. Hilo begi linakuwa na vifaa vyake muhimu kwa ajili ya ujifunzaji. Liwe na Biblia, liwe na lesoni, liwe na kitabu cha nyimbo, awe pia nina daftari na kalamu. Kwa hiyo begi hili litamsaidia mtoto na kumwandaa katika wanakuwa mwanafunzi wa Yesu. Lakini pia tutazindua na sanduku la sadaka la watoto, sanduku la matoleo kwa ajili ya watoto. Na si hivyo, tutazindua na bahasha maalum kwa ajili ya matoleo ya watoto. Lakini pia tutazindua na kibweta cha watoto. Watoto wanapofanya huduma yao wanatakiwa vifaa hivyo viwe vimekamilika ili pamoja wajifunze uinjilisti, pamoja wajifunze uwakili kupitia matoleo, lakini pamoja wajifunze namna ya kuwa wanafunzi wa Yesu. Asante. Kuna faida gani kuwa na sanduku la kwao, kuwa na begi la kwao, kuwa na bahasha za kwao katika makanisa yao? Asante. Kati ya mafunzo tuliojifunza, mojawapo ni uwakili kwa watoto. Ndio. Tumewafundisha wazazi, walimu, watoto kufanya kazi. Ndiyo. Kazi ndio msingi au kazi ni jukumu la kwanza Mungu alilotupatia. Katika kazi, watoto wanapofanya kazi wanatakiwa kupata malipo. Na ili wapate yale malipo wanatakiwa sasa kutoa zaka na sadaka. Kitabu cha mashauri juu ya wakili kimeshauri mzazi asimpe mtoto sadaka, ila mtoto afanye kazi ndipo apate fedha, na ile fedha anapoipata aweze sasa kutenga zaka na sadaka. Kwa hiyo tunataka tuwe na sanduku hili la watoto. Lengo watoto wanapokuwa na vipato vyao, wamefanya kazi wapata vipato, wanapokuja kanisani wao wenyewe waweze kutumbukiza sadaka zao kule. Lakini pia kwenye makanisa ya watoto tuwe na masanduku yanayoendana na wao, ambayo yatakuwa na rangi za kuwavutia kama rangi zao za idara, nyekundu, njano na blue. Lakini pia liwe sanduku ambalo hata mtoto mdogo wa miaka 2, mwaka mmoja anaanza kutembea anaweza kupeleka mwenyewe sadaka yake. Jina naitwa Sharifa Leonard Mwaipopo, ni mama mchungaji wa mtaa wa Mpanda mjini na mtaa kwa Wajense. Katika kanisa letu la mtaa wa Mpanda mjini tumebarikiwa kupata uongozi wa idara ya watoto. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi, lakini uongozi umekuja na mkutano mkubwa wa idara ya watoto. Mimi napenda sana kumshukuru Mungu kwa sababu nimefundishwa mambo mengi ambayo nilikuwa siyafahamu. Lakini pia napenda kuwashukuru washiriki wenzangu ambao ni walimu wa watoto. Kumbuka kwamba mkutano huu ulikuwa unahusisha walimu wa watoto makanisani, lakini pia na viongozi wa idara mbalimbali kanisani. Kwa hivyo mimi pamoja na walimu wa watoto na washiriki wenzangu wengine napenda kumshukuru Mungu kwa sababu tumejifunza mambo mengi mno ambayo yamefungua akili zetu kwa namna bora ya
kwa namna bora ya kulea watoto wetu. Mungu akubariki kwa ajili ya maandalizi hayo. Amina, nashukuru sana. Asante. Hapa niko na Mwalimu Haruni. Mwalimu Haruni, wewe umejiandaeje na siku ya kesho ikiwa ni Sabato maalum kwa ajili ya ufunguzi wa begi langu la kanisani? Maandalizi yako vizuri, na kwa kukuhakikishia hilo, hata sasa kuna baadhi ya kwaya za watoto zimekwisha ingia hapa. Miongoni mwao ni kwaya ya watoto Mpanda, tayari iko eneo la mkutano. Kwa maandalizi yako vizuri, na si begi tu, tunazindua vitu vingi kesho. Ndio. Moja itakuwa ni sanduku la zaka na sadaka kwa ajili ya mtoto, lakini kibweta cha kuhubiria mtoto. Ndio. Lakini baada ya hapo tutazindua begi la kanisani. Kwa tuna vitu vikubwa vitatu tutakavyozindua kesho. Moja, sanduku la zaka na sadaka kwa watoto. Mbili, kibweta cha kuhubiria watoto. Tatu, begi la kanisani. Kwa nini sanduku? Sanduku kwa sababu moja, makanisa mengi leo yamekuwa kitumia masanduku ya watu wazima. Hii si sawa. Mtoto wa miaka miwili anapokuja kutoa zaka na sadaka, anatamani yeye mwenyewe aweke pesa yake kwenye sanduku, sio kwamba shemasi aipokee ile pesa na kuiweka kwenye sanduku. Kwa tumekuja na sanduku maalum ambayo itamfaa kila mtoto, kuanzia mtoto wa miaka miwili hadi wa miaka 14. Kwa nini kibweta cha kuhubiria? Makanisa mengi leo watoto wanapohubiria hawawi comfortable kwa sababu hawajaandaliwa mazingira mazuri ya kuonyesha kwamba wanajaliwa. Hivyo tumekuja na kibweta kizuri ambacho kitamfaa mtoto kuanzia miaka 6 hadi 14. Anaposimama kuhubiri ataonekana naye kama anavyoonekana mtu mzima anapokuwa akihubiri. Kwa nini begi la kanisani? Begi la kanisani kwa sababu ya mambo makubwa yafuatayo. Moja, tunatamani kila mzazi awe na begi la kanisani. Lakini katika ile begi azingatie vifuatavyo: asikose Biblia, lesoni pamoja na kitabu cha nyimbo na notebook kwa ajili ya kuteki noti vile vitu. Ni kama shuleni. Shuleni mtoto anapoenda shule asipobeba hivyo vitu, akibeba tu begi akakosa kalamu, lazima mzazi utauliza. Kwa hiyo unaponunua begi, weka na jitihada ya kununua Biblia, kitabu cha nyimbo na lesoni kwa ajili ya mtoto. Asante. Yesu anataka tuwe nuru kama mshumaa.